Nami nisome katika jina la Bwana. Tazameni ni pendo la namna gani alivyotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haumtambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Amen. Washarika tukae. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanakwaya, Bwana Yesu asifiwe. Kwaya wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Kwaya kuu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Washarika wote, Bwana Yesu asifiwe. Leo tumeimba vizuri, tumechangamka. Tunaelekea kuna kawingu fulani. Kantate imeanza. Wanaume pale, mwalimu mke huko, nimesikia pale. Safi sana. Ndivyo tunavyotakiwa tuwe wana wa Mungu. Sisi sio watumwa tu, wana wa Mungu. Najua wakati mwingine shetani anatuletea vimawazo vyake potofu, wakati mwingine kutufanya tunyong'onyee, tujihisi kwamba sisi ni watumwa, tujihisi kwamba sisi tumbali na Mungu au Mungu ametuacha. Lakini neno la asubuhi ya leo linipe tumaini kwamba sisi ni wana wa Mungu, ni warithi wa baraka za ufalme wa Mungu. Tena sio kule, kuanzia hapa. Na ile itakapokuwa kule ndivyo inavyotakiwa tuanze hapa. Amen. Kuishi kwa matumaini mapya. Na leo tunapewa neno hili la kutafakari kutoka Yohana likisema kwamba kuna maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Na mimi ninapotazama hivi ninaona maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Na vile Paulo anatukumbusha kwenye Wakorintho wa 2:5-17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Ni maneno ya matumaini kwetu sisi tulio wa Kristo. Tangu mtu anapobatizwa, amepokelewa, ameingizwa ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Kuna watu wengine tunababaishwa, tunasemeshwa hujaokoka sana. Sijui wewe hujabatizwa vizuri, sijui tunatoa mashaka. Usikubali mashaka. Sisi tu wana wa Mungu kwa sababu tumebatizwa. Unajua viko vitatizo vidogo vinavyokuja, tunafanya kama yule mwana mpotevu. Hapo ndipo inakuwa kwamba baada ya kubatizwa tumepokea sehemu ya urithi, tumepokea mali yetu, lakini tukasahau hata ile ahadi tunaweka hapa, tukaenda mbali kama mwana mpotevu, tukatumia mali zetu pamoja na makahaba, tukatumia mali zetu pamoja na wanyang'anyi, na baadaye tunakuta tumepotea. Lakini ashukue Mungu, mwana mpotevu alikaa katafakari, akafikiri akasema, mimi bado ni mwana, nina baba na kule kwa baba yangu kuna watumwa wanakula na kusaza, kwa nini nile na nguruwe? Kwa nini niteseke hapa? Akatafakari, akaamua, akasema nitarudi kwa baba. Atarudi kwa baba yangu. Anajua ana baba. Anajua ana baba. Ndugu ya msharika, una baba. Una baba asiyeshindwa kama. Na alipotafakari akasema nitarudi. Alafu akatumia ujanja. Sina mimi na wewe watu wa wajanja hivi. Amen. Akasema nikirudi kwa baba sitarudi pale kifua mbele tena kama mwenye haki zote. Nitakwenda nimenyong'onyea kabisa. Nitaanguka mpaka nchi. Nitamwambia baba, nimekosa mbele yako na mbele ya mbingu. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Alijua baba hawezi kufanya mtumwa, lakini lazima anyenyekee. Na baba akamwambia njoo hapa. Kumwambia kwa maneno, wewe sio mtumwa. Akasema upesi, leta vazi lililo bora. Leta pete vikeni. Chinja mwanadamu aliyemnona, tufanye sherehe. Kwa sababu mtoto wangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Alikuwa amepotea na sasa ameonekana. Ndivyo inavyokuwa mbele yako mpendwa. Hata kama tumepotea, tumekwenda mbali, tunataka tangene kama hata uko hapa ibadani, lakini bado kiimani, kifikra umeshikwa huko. Unakula na nguruwe.
wewe mtumwa huko, na wewe ni mwana wa baba. Wewe sio mtumwa ndugu yangu, sio mtumwa. Turudi leo. Maisha ndani ya Yesu Kristo yanakuwa mapya. Maisha ndani ya Yesu Kristo yana furaha. Ndio maana unaona watu wako wanaimba, wanabubujika. Hichi sio kitu toka katika miili tu, lazima kitoke moyoni. Ndio maana siku ya leo tunakimbia hapa. Baba anakungoja. Wewe bado ni mwana. Unajua kuna tofauti kubwa sana ya mwana na mtumwa, si ndio? Sitaki, sio kitu kizuri sana, lakini ndivyo ilivyo tangu Biblia. Nakumbuka habari za Hajiri na Isaka. Tunazikumbuka. Sara anasema haiwezekani mwana wa mjakazi amdhihaki mwanangu, amsiaki mwanangu. Na kumbana yake kuna haki ya mwana na kuna haki ya mtumwa. Sisi wote wengine tunaishi na wajakazi, na wengine labda tumeshakuwa. Mjakazi anapokuwa pale nyumbani iko tofauti kubwa sana na mtoto. Mtoto yuko huru kuja mbele ya baba. Kama baba sio katili, kila wakati mtoto anakuja anasema, baba ninahitaji hiki, kwa uhuru wote. Baba kuna ada, baba kuna hiki, baba kuna hiki. Lakini mjakazi hata kama ni mshahara wake anakuja kuuliza, lazima aje. Mzee darasa 30 ilipita yote anasema, au wakati mwingine anataka kwenda mahali au anataka kufanya chochote, anakuja tofauti. Kuna tofauti ya mwana na mtumwa. Mimi na wewe ni wana. Ni wana. Unajua baba sio unalala, sio umefanya nini? Laana from where? Laana kutoka wapi? Yesu aliandika msalabani ili laana zote ziondolewe. Ni wewe tu unachotakiwa ushtuke kule uliko, uje kwa kutetemeka na kuanguka kama mwana mpotevu. Unajua watu wanamkoti vibaya yule mwana mpotevu, lakini mimi huwa namkoti vizuri. Yule alijitambua. Yule unaelewa hicho? Sio kule kurudi tu, tangu akiwa pale kwa baba yake alitambua mimi ni mwana hapa na iko haki inayoniangukia, lazima niichukue kwa wakati wake. Ingawa anaenda kutumia vibaya, lakini alijitambua iko haki inayoniangukia hapa, lazima niidai. Na hivyo akaichukua. Na sisi ni wana warithi wa baraka za ufalme wa Mungu. Iko haki inayokuangukia, uichukue leo. Iko haki inayokuangukia. Wewe ni mwana na wala si mtu. Na watu wengine wakadanganyika pale. Wakati wengine kwenye maisha yetu wa Kristo tumeishi kwenye makundi haya, wale watoto wawili. Mwana yule mkubwa na yule mdogo. Watu wengine ukiwauliza haraka nikwambia yule mwana mkubwa alikuwa na hekima sana. Lakini mimi sasa ingine simuelewi. Alikuwa ajitambui yule. Kwa nini nasema alikuwa ajitambui? Ndio maana siku mdogo wake alipokuja anafanywa sherehe nikakasirika. Kajikuja anamwambia baba yake, eti kwa nini mimi siku zote nimekutumikia hapa, hujanipa mwana kondoo nile nifurahi na rafiki zangu? Kwa nini kuna siku alimwambia baba yake mpe mwana kondoo akakataa? Alikuwa ajitambui. Akaishi kama mtumwa. Tena kwa maana wakati ndugu yake anafanywa sherehe ndipo zake yuko shambani. Yuko shambani na wakati kuna watu wengi. Pia kwa nasimamia bahati. Ninachotaka kusema hapa, utambue haki zako mbele za Mungu. Leo wakati udai mwambie Mungu, ulisema Yesu Kristo alinuka. Dai sehemu inayokuangukia. Ili umtumie vizuri kwa baraka za uweza. Maana si wana na wala si mtu. Sisi ni wana na wala si watumwa. Ndicho nataka kusisitiza hapo wapendwa. Na wewe ukijue hicho, unapokuja mbele ya Mungu njoo kwa ujasiri. Ni baba yako, sio baba wa kambo. Ni baba yako, sio baba mdogo. Ni baba yako, sio mjomba. Njoo zungumza naye. Chumbani, barabarani, kanisani, popote zungumza na baba. Bora tuje katika hali inayostahili kuzungumza na baba. Na baba atakwenda kutupa sehemu zile zinazotuangukia wapendwa wa ndugu zangu. Ingawa mara nyingi tumepoteza haki zetu kwa sababu ya dhambi, lakini tunapaswa tunapokumbuka tumetenda yaliyo mabaya, tumepoteza haki yetu kwa sababu ya dhambi, turudi kwenye Yesu Kristo pamoja na kwamba ni mchungaji, lakini ni baba yetu na ni mchungaji mwema. Tunaitwa sisi wapendwa kumrudia Mungu
kusema naye, kumwambia Baba, tupe sehemu ile inayotuangukia, na sisi tujue kwamba wote tuliobatizwa tuliingizwa ndani ya Yesu Kristo. Watu wameingizwa ndani ya Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Tatizo tu, unajua yule mwana alipokwenda akuja tena akaanza kuambia sasa inabidi tumchinjie ng'ombe hapa, umeenda mbali kwa tukuvalishe na ngozi, maana ndio urudishwe kwa upate haki ya kuwa mtoto. Hapana, Baba alipomwona kwa mbali, hakujali mavazi machafu, hakujali hiki, akakupatia. Ndivyo kuna watu leo wanabatizwa mara 2 mara 3. Kuna watu leo kila siku anaambiwa wewe Baba yuko anakungoja. Haijalishi umechafuka kiasi gani, haijalishi umekwenda mbali kiasi gani, njoo, Baba anakuja. Nafasi yako kama mtoto ipo. Wewe ni mwana na wala si mtumwa. Nafasi ya kwako ipo kwa Baba Mungu. Baba yetu hana ubaguzi, sio? Baba yetu hana ubaguzi. Ingawa ni wapi kwenye maandiko anasema ingawa mama anaweza kumsahau mtoto wake mwenyewe aliyemzaa akamnyonyesha, lakini Mungu hawezi kukusahau. Hawezi kukusahau. Si unajua wakati mwingine mtoto anaweza kaenda huko mbali, labda kama alitoroka akiwa mdogo, alipotea, akaja akiwa mtu mzima miaka 30, sio unaweza kumsahau. Lakini sisi hata tujekaa miaka 70, 100, Mungu hawezi kukusahau. Hawezi kukusahau. Hata hapo ulipo hajakusahau. Anakukumbuka sana, anakungoja. Fanya ukasema mimi niko ndani ya Yesu, naongelea kwenye ulevi, kwenye uzinzi, kwenye uchawi, kwenye usingizi. Huko ndani ya Yesu hakuna vitu vya aina hiyo. Vinafanyika vikiwa huko nje, ukija huko ni maisha mapya. Maisha yaliyojaa mabadiliko. Nakumbuka habari ya Zakayo. Zakayo akashuka kwenye mkuyu. Zakayo alipokutana na Yesu, kubadilika na kweli litokea. Ndani ya Yesu kuna maisha mapya. Zakayo akasema, leo ninatubu. Haya ndio maisha mapya. Haya ndio maisha mapya. Badiliko la kweli. Badiliko la kweli toka ndani. Maisha ya shubiri. Watu wamtambue Yesu Kristo. Kama vile tunavyoingia leo. Leo tutaingia kwenye sadaka ya diakonia. Itikio la kuwa ndani ya Yesu Kristo. Ni sisi kama tulivyotumwa wiki iliyopita kuwa wachungaji wema. Na hapa ni kanisa, na leo mimi na wewe wanakwepa majukumu. Wanamwambia Bwana waende. Sio akawaambia yeye mtu mahali, wapeni chakula. Wapeni chakula. Na ndicho kitu tunachoambiwa leo. Tuwape wale wahitaji. Wanaotawanyika kuna chakula. Ningesema kama sio mfumo au hali mbaya ya uchungaji, pale nje kwenye baraza kule tungeweka buffet. Unaweka kahawa, unaweka chai, unaweka maziwa. Watu wakija, kama kuna watu wanasikia sana baridi au mwingine jana jioni, anapata kikombe cha kahawa, anapata chai, anaingia hapa. Wenzetu huko wanafanya. Hata nimeona kanisa moja hapa Arusha, mimi nimekunywa kahawa siku moja. Na bahati mbaya sana nilikuwa na washirika wangu mahali fulani, kaambia mwinjilisti, unaona hivi ndio maneno. Unajua kuna watu wanaweza kusema kula ya nini? Watu walikuwa wanafuata Yesu kwa sababu ya kula, wengine walikuwa wanaenda kwa sababu ya kula. Huko wakakutana na nguvu ya Mungu. Na unajua kama mtu anamshaa kaja hapa akajua hata mimi kule nyumbani atakuja ibada akakumbuka kuna kikombe cha kahawa pale mlangoni, nafikiri ataacha hapa apata tosha. Na hapo wataona kwamba kanisa ni mkono wa Mungu. Nitaje kusema kanisa hapa duniani limepewa mabawa mawili ili kupeleka ujumbe, ili kutambulisha Yesu Kristo kwa ulimwengu. Mabawa mawili, moja ni Injili, ili kwa kiasi fulani tunataka kufaulu. Bawa moja ni Injili, na hili tunataka kufaulu kiasi fulani mchungaji, na maombi. Lakini hili moja linaitwa diakonia. Changamkeni basi. Hili moja linaitwa diakonia. Hili moja linaitwa diakonia. Na hili naweza kusema hili bawa moja la diakonia ni kama limevunjika au limelemaa. Na nikisema mabaya na maana kwamba ndege wa kawaida
wadudu au wanyama wanaruka na mabawa wao, sio? Hata ndege ile wakusafiria aeroplane zile zina mabawa. Najashukuru Mungu kwa kuanzisha idara ile ya diakonia katika kanisa letu na hata katika usharika huu. Mzee Meja, Bwana Yesu akubariki. Huko Meja baada ya kusali jeshini, sisi wote nyuma, maana kama tunasimama kwa kumwezesha Mzee Meja ataendaje, lakini anafanya kazi yake kwa furaha moja, ndio yuko serious. Tunajua hii huduma ni serious, sio kitu. Mimi nafurahi sana, serious ni huduma serious, sio ya kusema wale wasime. Lakini mshukuru na mchungaji kwa usimamizi mzuri na madhubuti mpaka tumeweza kuweka sasa kituo cha BCC. Unajua ukisema ya kwenda kwenye shirika la Kiingereza unaweza ukasema kitu kwa mbele mchungaji. Watu wanaona matendo sio maneno. Na mimi nimesema sio muda mrefu sana nimewashangaa watu wa Kiingereza nini na washangaji jinsi ambavyo mmejua siri kwamba dini safi ni ipi. Dini safi ni ipi? Watazama wagonjwa, kuhudumia yatima, kuwasaidia wajane. Wako watu kamati ile na wasomesha, nataka ipanuke zaidi Mzee Meja, mwanzia hata huku chini darasa la kwanza na kuendelea, waende mpaka chuo kikuu, na nafikiri hilo linakuja karibuni. Mchungaji ameitisha leo watoto wanataka kuweka huduma ya compassion ya huduma muhimu sana kwenye kanisa, ya kuwabeba wale ambao Yesu Kristo alitazamia wabebe yeye mwenyewe, lakini sasa ametuachia sisi kama kanisa ili tufanye huduma hiyo. Mpendwa ndugu yangu msharika, leo tunapoingia katika kutoa sadaka yetu ya diakonia, kumbuka unamwakilisha Mungu. Ni sehemu ya wewe kusema asante Mungu kwa kukuwezesha wewe una afya ndio ulivyo, kwa kuwezesha wewe hicho hata hicho kipato unachokiona kidogo kuwa nacho hivyo ulivyo. Wako watoto wetu wamesoma, wanasoma na wanaendelea kusoma na kusoma. Huwezi kujua siri iliyoko ndani. Uendekane sadaka yako unayotoa kwa ajili ya mjane mmoja, nasema yeye Mungu bariki mtu, mkumbuke na kizazi chake. Kwa ajili ya watoto wako wanalindwa, kwa ajili ya watoto wako wanaingia, kwa ajili ya kazi yako inabarikiwa, biashara, mashamba, mifugo inazidi kubarikiwa. Wale watu waendelee kumtukuza Mungu. Tusifikirie ni huduma ya hivi sana, lazima tuwawezeshe. Tuko wengi leo tunaokula na kusaza kama wakati wa Lazaro na yule tajiri, na tunadondosha, kuna mabaki yanalishwa, Mungu mengine yanatupwa ya kazi. Lakini fikiri wako wengine wasioona chakula, wanaoteseka, wenye afya mbaya, wanahitaji mkono wangu, wanahitaji mkono wako. Wakati huu tutakapofika, atakumbuka sadaka yako kijana wa kike na wa kiume. Utakaposimama kama unakwenda kumwakilisha Mungu, si ndio? Usiende kinyonge-nyonge, ndio kama hapa au yebo. Unamwakilisha Mungu wa mkoa. Hata ukoo mkoa anafanana hivi. Lakini ukaenda pale umepiga sasa ya huyu ni mwakilishi. Na sasa sisi tunapokwenda kutoa sadaka ya diakonia, tusiende kinyonge. Njoo hapa kumwakilisha baba yetu aliye mbinguni. Njoo Mungu akawaguse watu wake kupitia sadaka yako utakayoitoa, na tutakosimama kwa ujasiri, tujiachilie mbele za Mungu. Nenda kwa furaha, nenda kwa unyenyekevu, nenda kama ni Mungu amekuita, anasema ni mtume na nani atakayekwenda badala yangu. Sema nitume mimi Bwana. Victory.